Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumatatu ya leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa Mbezi Beach mkoani Dar es Salaam wameomba kuboreshewa daraja linalounganisha wakazi wa maeneo hayo ili kuwezesha vyombo vya usafiri kama bodaboda na bajaji na magari kupita. Wakizungumza na Kurasa, wakazi hao wamesema kuwa daraja hilo limekuwa likioteswa hasa majira ya usiku ambapo daraja la awali lilizolewa na maji ya mvua. Hili daraja kwa kweli linatutesa, especially sisi wafanyabiashara ambao tunakuja upande huu. Kwa maana muda mwingine kama hivi na mtoto natembea, inakuwa ni hatari kwa mama mwenye mtoto, mama yote mwenye mzigo au mtembea kwa miguu yoyote yule. Na muda mwingine kwa majira ya usiku tunapata changamoto, maana huku vibaka wanajificha. Hapa bana daraja lina changamoto kutokana, yani kwetu sisi bodaboda linatupa changamoto kutokana na kwamba tunakosa pesa nyingi. Kutokana na abiria inakuwa ni changamoto kutoa pesa mara mbili, naona kuzunguka kule anatoa pesa nyingi kuliko kupita hapa. Kwa hiyo ukiangalia kama hapo usafiri ni ngumu kupita. Hapo atapita tu wa miguu na hata miguu yenyewe sio wote wataweza kupita. Kuna watu kama wazee, watoto hawezi pita hapo. Hapo tunapita kama sisi vijana tu basi. Mamlaka zinazotakiwa zikoboreshe. Kwa sababu zisipokuboresha wakazi wanapata shida. Kwa sababu kama hii njia unavyoiona ni direct moja kwa moja mpaka Kawe. Natoboa. Sasa lakini kwa mazingira haya daraja hili linashindwa watu kupata usafiri. Lakini kama lingifunikwa vizuri, nafikiri mawasiliano ya karibu na usafiri wa karibu ungepatikana kwa wananchi. Tuendelee na Kurasa. Wazazi nchini wametakiwa kuwajenga na kuwalea katika maadili mema watoto wao wa kiume ili kujenga taifa linalofuata misingi ya kizalendo na kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kuondokana kuwa tegemezi. Wito huo umetolewa katika wilaya ya Same na wazazi wakiwemo viongozi wa dini walipozungumza na Kurasa, ambapo wamebainisha kuwa moja sababu zinazochangia mmomonyoko wa maadili kwa vijana ni pamoja na simu za mkononi. Simu zimekuwa changamoto sana katika maisha ya sasa. Ukiitumia simu vizuri inaweza ikakusaidia, inaweza ikaokoa maisha yako. Lakini ukiitumia simu vibaya itakuwa ni mwiba na itakuwa ni sumu kubwa sana katika maisha yako. Sikiliza marafiki, sio wakataza sikiliza marafiki. Lakini hizo ni taarifa za ziada, taarifa za awali ambazo zitakusaidia kufanya maamuzi yako, bali zitatoka kwa wazazi, bali zitatoka kwa walezi, kwa nafasi zao mbalimbali. Hata kama ni mwalimu wako aliyekufundisha wewe unadhani kwamba ni ushauri mzuri, omba simu ya mzazi kama una simu yako mwenyewe. Tumefanya malezi pamoja, nimewaasa hata mzee kama mimi. Sasa kati ya mambo ambayo nimesikia ninyi wenyewe mkisema ni kule kwa concern kama sehemu ya nyumbani kwako. Shule hii mnachukulia kama sehemu ya nyumbani. Kwa sasa vijana tunaharibikiwa na utandawazi, na shauri kwa wazazi wanaowakabidhi watoto simu waweze kuwafundisha njia sahihi ya kutumia hizo simu ili kuepuka na athari za utandawazi. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wakati mjadala kuhusu tatizo la ajira nchini ukiendelea kurindima, baadhi ya wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu mbalimbali nchini wamesema wamejipanga kukabiliana na hali hiyo pindi watakapoingia mitaani mara baada ya kuhitimu masomo yao. Wanafunzi hao pamoja na wahitimu wa hivi karibuni wamesema hawana mawazo ya ajira za kuajiriwa rasmi, bali wanawaza namna ya kujiajiri wenyewe. Ajira sawa imekuwa ngumu, lakini tunaangalia hali. Mfano kama sasa hivi wasomi wamekuwa ni wengi na ajira ni chache. Nchi yetu haina uwezo wa kuajiri watu. Kama ajira ni chache, unaweza kujiajiri wewe mwenyewe binafsi. Mfano, ukimaliza degree ukaenda School of Law unaweza kupata muhuri. Ukipata muhuri inaweza kuwa ni kwako rahisi kujiajiri mwenyewe hata kama usipoajiriwa na serikali, maana utakuwa umesajiliwa kama advocate. Yaani umake kwa mfano kama hapa hivi, yani direction hakuna. Yaani uelewe ufanye nini, uanzie wapi, urudi nyumbani, ubaki huku utafute kitu cha kufanya, yani vitu bado vieleki. Lakini kwamba wakusema wane walimu labda hii walioleta saizi ya kuvolunteer kwamba kuna angalau kutakuwa na posho ambazo zitakuwa zinatolewa, maybe hapo tunaweza tukaangalia. Wasio wanafanya kazi nyingi kwa theory, kwa sababu ukijifunza theory ambavyo ni vitu vya makaratasi, mwisho wa ajira mtu anataka aone kwa vitendo. Kwa hiyo wakishajifunza kwa vitendo,
na wakakazana kupambana katika vitu ambavyo vinahusiana na vitendo, basi kwa wakati mzuri zaidi wa kuweza kupata ajira. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, mimi ni Samson Charles, nikikutakia wakati mwema sana. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.